Yes, kutokea hapa Tanzania kumekuwa kuna mashirika mengi sana tofauti ya ndege au mashirika ambayo yanajihusisha na masuala mazima ya usafirishaji. Sasa kampuni ya ndege ya Tanzania ATCL imesema kwamba ipo kwenye hatua za mwisho kabisa bana za maandalizi yake ya kuweza kuupanua mtandao wake wa safari hadi Afrika Magharibi kwa mara ya kwanza. Bana mkurugenzi mtendaji wa ATCL bana Mheshimiwa Peter Ulanga amesema hayo alipokuwa bana jijini Dodoma kwenye moja kati ya vikao ambavyo vilikuwa vinafanyika huko. Aliweza kufunguka kwamba Afrika au kutokea hapa Tanzania pia kutakuwa kuna moja kati ya mashirika tofauti ya ndege, kutakuwa kuna vitu sana ambavyo vitakuwa vinaendelea kutokana na masuala mazima ya usafiri wa ndege. Sasa Ulanga pia amesema safari za moja kwa moja kuweza kutokea Dar es Salaam kuelekea miji mikuu ya ukanda huo zitaanza hivi karibuni, ambapo safari za moja kwa moja kati ya Dar es Salaam na Lagos Nigeria zitaanza siku chache zijazo, na pia zitafuatiwa na miji mingine kama Accra Ghana, Abidjan Ivory Coast na Dakar huko nchini Senegal mara tu taratibu za vibali zitakapokamilika. Ikumbuke kwamba ilikuwa kwenda Nigeria, kwenda Ghana, kwenda Ivory Coast, kwenda Senegal, kulikuwa kuna unaweza ukafly kutokea hapa mpaka Ethiopia, ukatua then ukabadilisha ndege ukapanda nyingine then ukaenda katika hizo nchi ambazo nimekwisha kuzitajia. Sasa utaratibu ambao unakuwa unawekwa, lakini pia mambo ambayo yanakuja kuwekwa kwa kipindi hiki au kwa sasa hivi itakuwa ni kutokea Nigeria tu Tanzania ni direct, lakini pia kutokea Tanzania kwenda Ghana pia ni direct, Ivory Coast kwenda Senegal pia, nchi zote hizo ambazo nimekutajia itakuwa ni direct, hakuna kuunganisha ndege. Itakuwa ni ndege ambayo ikitoka Dar es Salaam to Nigeria, ikitoka Dar es Salaam to Ghana, ikitoka Dar es Salaam to Ivory Coast, lakini pia ikitoka Dar es Salaam mpaka Dakar kutokea huko nchini bana Senegal. Sasa katika kipindi cha miezi 6 iliyopita, ATCL imeweza kuongeza vituo vipya vya kimataifa ikiwemo bana Kinshasa, bana DRC na Dubai kuweza kupitia Zanzibar, sambamba na kuweza kurejesha safari zake za Johannesburg, Afrika ya Kusini ndani ya nchi za safari, lakini pia Iringa na Mtwara pia bana zimerejeshwa ili kuweza kuimarisha muungano wa ndani. Sasa kwa mujibu wa Ulanga, lengo la mkakati huu bana ni kuifanya Dar es Salaam kuwa kituo cha kimkakati cha safari za anga barani Afrika kwa kuweza kutumia ndege zetu sisi wenyewe. Sasa tusipochukua nafasi hii, sasa mataifa mengine yataweza kuichukua. Aliweza kusisitiza sana kuhusiana na swala zima la kuweza kuwa na Dar es Salaam kuwa au Tanzania kuwa ni moja kati ya kitovu cha safari hizi kutokea hapa na kwenda katika hizo nchi ambazo nimekwisha kuzitajia kutokea hapa Afrika. Sasa kwa sasa ATCL pia inahudumu kati ya vituo 27 huku 14 vikiwa ndani ya nchi 10 barani Afrika na vitatu nje ya bara hili la Afrika. Lakini pia mtandao huu unawezeshwa na uwepo wa ndege mpya 15 ambazo pia ikiwemo Boeing 787-8 ya tatu pia zenye uwezo hizo Boeing ambayo namba yake ni 787 ziko ndege tatu zenye uwezo wa kuruka safari zaidi ya masaa 8. Sasa Boeing pia 737 namba 9 Max ziko mbili, ndege ya mizigo hii aina ya Boeing 767 pia F pia iko moja, Airbus A 220 hadi kwa 300 ziko 4, pamoja na ndege za aina ya De Havilland ambayo ni Q400 pia zimeweza kufika na ambapo zipo kuweza kujiandaa kuweza kuanza safari hizo. Sasa mafanikio haya ni sehemu ya uwekezaji mkubwa ambao uliweza kufanywa na serikali ya awamu ya 6 bana chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye anaongoza kwa sasa hivi, ambapo ATCL imeweza kupokea ndege 7 mpya ndani ya miaka 4 iliyopita. Sasa kwa mujibu wa wachambuzi wa sekta ya usafiri wa anga, hatua hizi huenda zikaiweka Dar es Salaam kuwa kwenye ramani ya kimataifa zaidi bana kama kitovu cha biashara, utalii na usafirishaji wa abiria na mizigo barani Afrika, nafasi ambayo kwa muda mrefu imeweza kutafutwa sana, lakini pia kuweza kupiganiwa ili iweze kufika hapa Tanzania, lakini pia na majiji mengine kutokea hapa Afrika. Sasa imagine Dar es Salaam itakuwa ni moja kati ya vituo ambavyo pia vitakuwa vinasababisha ndege hizo kuweza kuruka direct. Ikumbuke kwamba before hapo nyuma kidogo kwenda katika nchi kama Nigeria, Ghana, Senegal pamoja na Ivory Coast ilikuwa ni lazima utashift ndege, kwamba utapanda ndege hapa
hapa mpaka labda bana Ethiopia, then ukachange ndege ukapanda ndege nyingine. Sasa mtindo huu ambao unakwenda kuanzishwa, lakini pia ndege hizi kuweza kuwekwa na mheshimiwa huyu kuweza kupambania katika swala zima la upande wake huu wa usafirishaji, na kukua Dar es Salaam itakuwa ni moja kati ya kitovu katika nchi za Afrika, kuwa ni kitovu cha ndege hizi, safari kutokea hapa to Nigeria direct, kutokea hapa kwenda Ghana direct, kutokea hapa kwenda Ivory Coast direct, kutokea hapa kwenda bana huko Senegal pia itakuwa ni direct. Itakuwa ni moja kati ya kitu ambacho pia itaiweka hadhi fulani hivi kutoka nchi za Afrika ya Kati, lakini pia Afrika ya Mashariki kama tunavyoongelea hapa pia, lakini pia nchi zote za Afrika Magharibi zinaweza kufikiwa na huduma hiyo endapo masuala haya yote yatakamilika. Ikumbuke serikali pia inaendelea kupambania ili swala hili liweze kukamilika, kwa sababu itakuwa ni moja kati ya kitovu cha biashara. Pia watu wengi wataweza kuja kufanya vitu hapa, na ndio maana wanapambania ili Tanzania iweze kufanikisha swala hilo na liweze kwenda safi na salama kabisa. Endelea kutufuatia kwenye mitandao yetu ya kijamii nikimaanisha Facebook, Instagram pamoja na X, bila kusahau pale YouTube. Ukisubscribe channel yetu kama Sasa Digital utakometisha kinoma noma, lakini mimi katika Instagram yangu unanipata kama Zildad kabisa, utakometisha kinoma noma. Ukitufuatilia pale, comment, share, like, utakuwa umefanya poa and poa zaidi. Chao chao chao.